Jessica Jonathan Msambatavangu, Mheshimiwa Jenjel James Mtate na Mheshimiwa Miraji Jumane Mtaturu wajiandae. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia katika hotuba hii ya Waziri Mkuu leo. Mheshimiwa Mwenyekiti, huu ni mwaka wa 5 tunakwenda kuingia kwenye uchaguzi mwingine. Tumekuwa tukiomba sana hapa bungeni kila siku tukisimama, na kwa kweli imefika wakati pia tutoe shukrani za dhati. Na shukrani zangu za kwanza, mimi kwanza nampelekea Mwenyezi Mungu. Ninamshukuru sana Mungu kwa ajili ya taifa letu la Tanzania na kwa ajili ya ulinzi ambao anaofanya kwenye nchi yetu na namna ambavyo anatusaidia. Lakini ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya viongozi wetu ambao ametupatia katika taifa letu, tukianza na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Makamu wa Rais, Waziri Mkuu pamoja na mawaziri wote ambao tuko nao, pamoja na viongozi wote wa serikali kuu, wakuu wa mikoa, ma-DC pamoja na wengine wote. Ninasema haya kwa sababu Mheshimiwa Mwenyekiti, mambo yanayoendelea kwenye nchi yetu yanatia moyo, yanatupa faraja na yanaonyesha kabisa nchi yetu itaendelea kuwepo. Na yapo mataifa mengine, nafikiri wale wanaocheza kwenye mitandao wanaona, wapo watu wanasema ni laana kuzaliwa katika nchi zao. Lakini sisi wa Tanzania tuna kila sababu ya kumwambia Mungu tunamshukuru na ni baraka kuzaliwa katika nchi ya Tanzania. Kwanza naishukuru serikali kwa uwekezaji mkubwa waliofanya kwenye miundombinu, na hii ndio inatupatia mwelekeo wa taifa letu linaelekea wapi. Mheshimiwa Mwenyekiti, uwekezaji mkubwa uliofanyika kwenye miundombinu katika taifa letu, tukianza kwenye miundombinu ya usafirishaji, Mheshimiwa Waziri Mkuu ametusomea taarifa yake hapa, lakini sisi wenyewe tumeona kwa macho, tumetumia miundombinu hiyo. Tunaishukuru sana serikali kwa kusimamia na kuhakikisha tunafika tulipofika. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali ya awamu ya 6 imeingia madarakani wakati tumetoka kwenye mtikisiko, lakini bado wameweza kushika usukani na kuhakikisha kwamba nchi yetu inaendelea kuwa imara na yale tuliyopangia yameendelea mpaka tumefika leo. Tunaomba kuwa mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni mwaka wa 10 sasa unakwenda, umekuwa naibu waziri na sasa umekuwa waziri. Mheshimiwa, hapa sisi ni kupongeza kwa kazi nzuri ambayo unafanya. Tunaomba nyumbani mpo watu wawili yamefika, lakini bado kuna baadhi ya maeneo ya Tabora mjini hususan kwenye kata za pembezoni. La mwisho Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini sio kwa muhimu, baba atakavyoyumba mwaka huu Mheshimiwa Mwenyekiti, nchi yetu inakwenda kuingia kwenye uchaguzi mkuu. Na ambaye alikuwa Mheshimiwa Mwenyekiti, ni waombe sana Mheshimiwa wabunge wenzangu, lakini ni waombe wa Tanzania kwa ujumla, kila mmoja kwa dini yake, kwa imani yake, tumuombe Mwenyezi Mungu aweze kutujalia na kutusaidia tuingie kwenye uchaguzi tukiwa Watanzania wamoja, tumalize tukiwa Watanzania na tuweze kuwa pamoja mpaka hapo wakati tunaendelea kuiendeleza nchi yetu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, tuendelee kumwombea rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mwenyezi Mungu amjalie afya njema, Mwenyezi Mungu amjalie hekima wakati tunaelekea kwenye zoezi hili, zoezi gumu, lakini Mwenyezi Mungu tunaamini atampa hekima na busara ya kuweza kutufikisha pale ambapo Watanzania wote tunapotarajia. Mungu ibariki Tanzania, Mungu mbariki Mheshimiwa rais wetu. Asante. Ni jambo ambalo kwa kweli linahitaji kiongozi mwenye moyo, kiongozi mwenye uzalendo na upendo mkubwa kwa watu wake. Tunawashukuru sana. Mmetumalizia bwawa la Mwalimu Nyerere megawati 2115 kwa trilioni 6.6. Lakini mmetujengea SGR ambayo kwa level iliyofika zaidi ya trilioni 10 zimetumika. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, bado tumekwenda kuboresha afya kwenye nchi hii kwa kiasi kikubwa sana. Hakuna jimbo hapa ambalo halijapewa vituo vya afya na zahanati. Zaidi ya vituo 1300 na vimejengwa kwenye nchi yetu. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, zahanati zimejengwa za kutosha. Umefanyika uboreshaji mkubwa kwenye hospitali za halmashauri, ikiwepo hospitali yangu ya Iringa Frelimo. Kwa miaka 15 ilikuwa imepelekwa milioni 400 tu, lakini ndani ya miaka hii minne tumepewa zaidi ya bilioni 3 na milioni 550. Mheshimiwa Mwenyekiti, hivi ni vitu vya kuvipongeza. Lakini tumeboresha huduma za elimu kuanzia awali. Tumeelezwa hapa ni kiasi gani tumetumia zaidi ya trilioni 1.2 kwenye elimu ya msingi, kwenye sekondari, kwa miradi ya boost na SEQUIP
kwa ajili ya kujenga shule mpya kwenye nchi yetu. Sisi Iringa tu pale shule za sekondari mpya 4, shule ambazo zimejengwa za msingi 4 mpya kabisa, lakini madarasa ya kutosha. Sasa hivi kila mahali kuna madarasa yanabaki. Watoto walikuwa kienda darasani wanakaa wengi, wengine wanasubiri wametakiwa kwanza Januari, wanakuja mwezi wa 3. Lakini hiyo kitu kwenye nchi yetu sasa hivi imekuwa ni historia. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunashukuru sana serikali yetu na viongozi wetu kwa kuyasimamia haya. Haya ndio yanasababisha sasa mnaendelea kuiheshimisha Chama cha Mapinduzi, na sisi tulio makada tunajisikia vizuri sana kwa sababu ya utekelezaji ambao umefanyika. Mheshimiwa, kwenye usafirishaji, hii inaonyesha ni namna gani nchi yetu inatoka hatua moja kwenda nyingine. Tunakwenda kwenye usafirishaji, kwenye ndege tu uwekezaji wa trilioni 1 na milioni 4.49 kwenye ununuzi wa ndege 6 za abiria pamoja na ndege 1 ya mizigo, kuliimarisha lile shirika. Shirika lile lilikuwa linasafirisha abiria 850,000, mpaka sasa abiria milioni 3 wanasafiri kupitia ndege za Tanzania. Mapato yameongezeka kutoka bilioni 250 mpaka trilioni 1.5. Unataka kutuambia nini? Huo ndio uwekezaji uliofanyika kwenye shirika la ndege kwenye nchi yetu. Lazima tumshukuru Mungu, lakini tuwashukuru sana viongozi wetu, na sisi tunaendelea kuwaombea kwenye liturujia zetu makanisani. Ndio maana tumeweka kipengele cha kuwaombea viongozi wa taifa letu ikiongozwa na Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya shukrani hizi, yapo mengi ambayo tungesema. Mikopo ya wanafunzi wetu wa elimu ya juu, jamani, walikuwa wanapata fedha 7,000, wamepewa mpaka 10,000. Tumeongeza. Mimi mwenyewe Iringa pale wanafunzi wangu vyuo vikuu 4, tuna Muse pale, tuna chuo cha Roman Catholic Luko, tuna chuo cha Iringa, tuna vyuo vya kati CDTI kiko pale Ruaha. Tumeletewa fedha, vimeboreshwa kiasi cha kutosha, watoto wamekopeshwa, bado watoto wanaendelea kusoma. Tuna kila sababu za kumshukuru Mungu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa sasa kengele inagonga, niende moja kwa moja kwenye hoja tena. Ninaomba sana tunakoelekea sasa, kwa kuwa tumefanya mambo makubwa, ninaomba tuwalinde vijana wa taifa letu. Hii ndio nguvu kazi ya future ya taifa letu. Tunaomba vijana wafanyiwe uwekezaji kama ambavyo taarifa inaelezwa. Sasa watafundishwa mambo ya maadili, wafundishwe mambo ya kujitambua, vijana wetu wawekezewe kiuchumi. Mimi nashukuru sana machinga wangu pale Iringa na wafanyabiashara wadogo wadogo ambao wengi ni vijana. Wale waliahidiwa kupewa milioni 700 na mama alipokuja 2022, muda bado haujaisha. Najua bado mpaka mwezi wa 6 tunaendelea kutekeleza hii budget. Hilo nalo liangaliwe ili uwezeshaji kwa vijana uwe mkubwa. Na tunakoelekea, jamani, kitolewa hata kama ni trilioni 1 kipelekwe kwa vijana. Tukachakachue uchumi wa hawa, sio tu kuanzishia, lakini hata wale wanaofanya kama wako kwenye kilimo, kwenye ufugaji, kwenye ufundi, tupeleke, tumwezeshe huyu kutoka kwenye ufundi, tumsaidie skills, lakini pia tumsaidie capital. Hawa ndio future ya taifa letu. Lakini vijana walindwe, wapewe elimu ya kutosha. Vijana wetu ndio wanaoathirika kiasi kikubwa na maambukizi ya ukimwi. Na mimi sijajua hapa ni watoto au vijana, maana tukisema miaka 15, kuanzia miaka 15 mpaka 24. 15 mimi najua bado ni watoto. Miaka ukienda kisheria ni kuanzia miaka 18 ndo kijana. Lakini leo watoto wetu kuanzia miaka 15, 25 wameathirika. Maambukizi tumeambiwa hapa kwenye taarifa ya Waziri Mkuu, kwa mwaka watu 60,000 wanaambukizwa maambukizi mapya ya HIV. Lakini 34% ni vijana. Vijana wanalindwa vipi jamani? Hebu tuwaangalie. Lakini watoto wetu hawa ndio hawa ambao wengi wanaathirika kwenye pombe. Na hili naomba nilielezee. Pombe zipo, lakini ziko pombe zilizochafuliwa. Nchi watu wengi wanakunywa pombe zilizochafuliwa, pombe ambazo hazijapimwa kitaalamu. Na jana aliongelea hapa Mheshimiwa Neema, hii yote ni kukosa chombo madhubuti ambacho kinasimamia usalama wa chakula kwenye nchi hii. Watu wanatengeneza pombe wanavyotaka wao. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba ili tuangalie, ili tuwalinde vijana wetu. Mwisho kabisa, Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba sana, niliomba hapa Baraza la Afya ya Akili. Ndugu zangu, viongozi wangu, naomba Baraza la Afya la Akili liundwe, watu wahudumiwe kwenye akili zao. Msione watu wanafanya vituko kwenye nchi hii. Sio kitu rahisi mtu kwenda kumpiga mwenezi taifa ngumi mwanamke. Mambo haya kwenye akili tayari tumepinda. Watu ambao kwa hao walikataa isiandikwe katiba mpya, hao
waliongoza mapambano ya kutoandika katiba mpya. Hao leo wanarudi ndio wanaongoza mapambano ya kutuhumu lazima tuandike katiba mpya. Wakati nyinyi ndio mlopinga. Tumeanzisha mchakato wa kuandika katiba mpya hapa. Mkaanzisha kundi linaitwa Ukawa, mkapinga uendelezaji wa ile katiba. Tukaishia mchakato ukaishi. Leo unatoka nje unapambana kama vile kuna mtu fulani alizuia. Waambie wa Tanzania, wewe ndio ulioanzisha ajenda ya kuzuia katiba mpya. Na yote yanayodaiwa mle kwenye katiba alikuwa yameingia kwenye katiba inayopendekezwa. Jambo ambalo alikuwepo ni moja tu la serikali tatu. Mengine yote yaliingia. Kelele hizi huku nje za nini? Jamani, baraza la afya ya akili lianzishwe. Tumeelezwa hapa uwekezaji wa bandari. Watu walitupinga, walitutukana, walifanya vitu vya ovyo. Lakini tumeambiwa hapa namna ambavyo bandari yetu imeongeza makasha. Jinsi ambavyo makontena, jinsi ambavyo siku za meli kukaa bandarini zimepungua, masaa ya kuhudumia meli za mafuta zimepungua, kiasi kwamba watu hawalipi tozo kubwa. Kwa hiyo sasa hivi bidhaa, ndio maana tunaona kuna utulivu wa mifumuko ya bei. Lakini hawa ndio waliongoza mapambano. Hawa ndio waliobeza miradi mikubwa ya kiuchumi ikiwepo umeme na SGR. Lakini hawa ndio leo wanageuka kwa Tanzania, wanawaambia vitu ambavyo havipo. Jamani, tuanzishe baraza la afya ya akili nchini. Asante sana mheshimiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono hoja. Asante sana. Tunaendelea na